hapa kwa ajili ya kutoa maelekezo pamoja na shuhuda kuhusiana na ibada ya wanaume ambayo tunaenda kuwa nayo kesho, ambayo inaitwa executive. Na kutokea kwenye kanisa hili na kutokea kwenye huduma ya wanaume, tuna mambo kadhaa ambayo tunayafanya kwenye kila mwaka, na tunakuwa na ibada za men's breakfast, tunakuwa na mafunzo ya kambi za wanaume ambayo tunafanya nje ya mji, tunaita Men's of Impact boot camps, na lakini pia tunakuwa na jambo hili kubwa la executive, ambalo maana yake ni kwamba tunawaleta wanaume ambao wanaingia kwenye meza ya kimaamuzi, wanaingia kwenye chumba ambacho inakuwa ni kama mfano wa boardroom kwa ajili ya kuchakata data, kuchakata taarifa ambazo wanafika eneo wanazitolea maamuzi, na baada hapo wanatoka na resolutions, kwamba kutokea kwenye taarifa ambazo tumezipata, kutokea kwenye mada ambazo zimewasilishwa, nini ambacho kama kanisa, kama wanaume tunatoka nacho ambao nenda kuya kwenye utekelezaji, na hicho kinakuwa ndicho kimetokea baada ya hapo. Kwa hiyo karibu sana, na pamoja na mimi niko na wanaume ambao tutakuwa wote kwenye discussion hii na panel hii. Na cha kwanza ninaomba kabisa ya kwamba nimkaribishe mtu wa Mungu Barnaba atueleze kwa ufupi ni nini ambacho alikipata kutokea kwenye executive iliyopita, mchakato mzima mpaka tunamaliza, ni jambo gani ambalo limetoka nalo na ni namna gani ambavyo executive ile ilimsaidia kwenye maisha yake ya siku kwa siku. Barnaba, karibu. Asante. Moja ya jambo ambalo ninaweza kulizungumzia kutokea kwenye executive ya mara ya mwisho, moja ya kitu ambacho nilikiona na nilijifunza ni namna ya matatizo tunakutana nayo kwenye maisha, yani yanakuja, changamoto zinakuja, lakini namna ya kugundua tatizo wengi ndio huwa inakuwa shida. Yani shida sio changamoto, changamoto ni kugundua wapi tunaanza kutibu. Kutokea kwenye ile executive nilijifunza ni namna gani unaweza ukagundua tatizo, unaweza ukaliona tatizo. Mfano ambao ulikuwepo ilikuwa ni mfano changamoto ya kifedha iko, na changamoto ya kifedha kama ipo, tatizo sio kwamba hauna hela, tatizo sio kwamba mfukoni uko wazi au hauna akiba. Kuna kitu ambacho kinasababisha nisiwe na fedha mfukoni, mfuko wangu uwe wazi au akaunti yangu ya benki isiwe na fedha. Kwa hiyo tuliona kutokea kwenye mfano wa mti wa matatizo, kuna matunda. So kutokuwa na fedha ni tunda, na ambacho hasa napaswa kushughulika nacho sio tunda, sio kulikata tunda, ni kurudi kwenye mzizi ili tuweze kukata, alafu utanyauka na kuondoa kabisa uwepo wa mti au tatizo la kifedha. Kwa hiyo hicho ndio ambacho niliona, na moja tulipata wakati mzuri ambapo tukaanza kuhesabu okay, ni nini kinaweza kumfanya mtu asiwe na fedha. Tukaona kuna tabia, namna gani unaamka, unafanya vipi kazi zako. Kwa tatizo hata halikuwa kutokuwa na fedha, ilikuwa ni tabia zako za kila siku, na hiyo ilionyeshwa na huo mti. Baada ya kuweka hapo okay, ukipata kazi huo unafanyaje hizo kazi, unaziendeaje hizo kazi, hiyo yote ilinipa kuona ya kwamba kwenye maisha ninapaswa au nina wajibu wa sio kushughulikia mambo juu, ni kukaa chini, kufikiri, kwa sababu tulipata muda na tukawa unawaza okay, hii changamoto inatokezwa na nini, kwa nini niko mahali ambapo nipo. Kwa nakaa chini, nawaza, ninaandika. Moja, labda ni kwa sababu nachelewa kuamka, so nitaandika chini nimechelewa kuamka. Okay, huwa nikichelewa kuamka, nikiamka huwa nafanya nini? Unagundua okay, sina ratiba ya siku. Matokeo haya yote okay, nimepata labda kazi nimepata, nimetunza kiasi gani.
nagundua okay, sijatunza chochote. Labda utaratibu wangu wa kazi, je, ninapata fedha kila siku au kazi zangu haziniruhusu kupata kazi kila siku? Ninapata baada ya muda fulani, je, hicho kiasi kinatoshea? Yalikuwa ni maswali hayo ambayo yalinifanya kufikiria maisha yangu mwenyewe binafsi, namna gani naishi, mahitaji hapo ninayo, ninaendeaje. Kwa hiyo iliniwezesha kupata muda na hata baada ya pale na kufikiri, kuanza kuweka okay, napaswa kufanya nini ili ni wakati mwingine ukitokea niwe na fedha, ile wakati ambao sina fedha usitokee tena. Kwa hiyo hicho ndio ambacho nimejifunza, na nikaona tunawekeza muda mrefu kushughulika na matokeo. Unaweza ukasema okay, leo nikatafute fedha, yani leo niende kweli nipate fedha. Umepata fedha, ni kiasi fulani cha fedha, unakitumiaje? Hiyo ni jambo lingine ambalo litakupelekea baada ya siku 3 au wiki au mwezi ukose au uwe na fedha. Kwa hiyo ndio ambapo niliona, na ni swala endelevu, sio la wakati mmoja. Hivyo ilikuwa unaiwekea matawi kwenye, kama mti ulivyo na matawi kwenye maeneo ya elimu, eneo la familia. Kuna changamoto imejitokeza, hatushughuliki na matokeo, tunashughulika na chanzo cha tatizo, na namna pekee ni kukaa chini, kutenga muda. Moja ya kitu ambacho tulifundishwa ilikuwa kama muda hautoshi inabidi tena ukeshi. Kwa utawekeza muda ili tatizo lisitokee. Kwa hicho ndio ambacho nilijifunza. Na kiukweli ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kukaa kwenye executive na kuwa na muonekano huo ambao ulikuwa kwangu ulikuwa na tafsiri kubwa au maana kubwa ambayo imenisaidia. Ninatenga muda kwenye mambo yangu na kukaa kuyatengeneza. Naweza kuzungumzia hivyo. Wow, asante sana Mr. Barnaba. Wakati unazungumza na mimi nikawa ninakumbuka baadhi ya vitu ambavyo tulijifunza. Kwanza kuanzia mchakato wote wa executive, namna ambavyo tunajiandaa, kunakuwa na watu wanawekwa kwenye makundi, wanapewa mada, wanatafuta taarifa, wanasoma vitabu, wanasoma machapisho, alafu wanakaa wanaandaa, baadaye wanakuja wanawasilisha mbele, kama vile ambavyo watu wako kwenye vikao vikubwa, wanawasilisha mbele, wanaulizwa maswali. Kwa hiyo kunakuwa na mchakato fulani hivi ambao unamjenga mtu kuwa na namna ya ufikiri kama mtu mkubwa, kwamba kuna mambo ambayo yanatakiwa yapatikane majawabu, na wa kuyatafutia majawabu ni yeye, kwamba hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akaleta majawabu kwenye mambo ambayo yanahusu jamii, yanahusu kanisa, yanahusu taifa. Na kama ndivyo ambavyo tunatamani kuwa hivyo, kama ndo tunaandaliwa kuwa hivyo, tunaandaliwa kuwa kwenye meza za watu wakubwa, ni lazima sasa hivi tuandaliwe kuwa namna hiyo. Nakumbuka baba yetu mchungaji James Kalekwa anasemaga hivyo, na nadhani pia neno la Mungu pia linasema kwamba kama unaamini basi tutende kile tunachokiamini. Kwa kama tunaamini tutakuja kuwa watu wakubwa, tutaingia kwenye meza za kimaamuzi, tutaingia kwenye mijadala ambayo italeta majawabu kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya taifa, ni lazima tuwe tumejiandaa kwa namna hiyo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mchakato mzima unatuandaa kwa namna hiyo. Lakini jambo jingine ambalo kipekee nililiona, umelizungumza, ni hiyo problem tree. Watu wengi kama ulivyosema, tunadili na vitu ambavyo ni matokeo. Hatuangalii mzizi, hatuangalii shina la tatizo. Kwa hiyo tunakosa muda wa kukaa na kufikiri. Pale tutumia kama masaa 3 hivi, yani tunatafuta tatizo. Kwani shida ni nini? Kwa nini wanaume wanapitia changamoto fulani? Tatizo hasa ni nini? Kila mtu anasema ni kwa sababu labda wanaume tunashindwa kuonyesha hisia zetu. Kwa nini tusionyeshe hisia? Tatizo hasa ni nini? Kwa hiyo unakuta kwamba mambo mengi ambayo tunakutana nayo kumbe ni matokeo, sio shina ya yale ambayo tunatakiwa tudili nayo tuweze kuondoa kabisa hilo tatizo. Kwa hiyo nashukuru sana ndugu Barnaba. Mtu wa Mungu, Ibra, wewe pia ulikuwepo kwenye executive iliyopita. Natamani utuambie ni jambo gani pia ambalo wewe lilikuwa ni alama ya kudumu kwako binafsi
kutokea kwenye mchakato mzima, tokea tumeanza maandalizi mpaka tunamaliza kabisa executive, ni kitu gani hasa ambacho wewe kilikuwa ni wow moment yako, lakini kiliacha alama ya kudumu kwako? Well, mambo ni mengi, lakini kwa ufupi inaweza nikasema kwanza ilikuwa ni experience yangu ya kwanza kwenda nimevaa vazi la suti. Kuna namna nilikuwa nikiona mtu amevaa suti ninamchukulia kwa namna fulani. So na mimi nilipovaa lile vazi, kuna namna nilianza kujichukulia, yani hiyo namna ya ufikiri ilianza kubadilika kabla hata sijaenda kwenye hiyo event yenyewe. Wow. Lakini mambo yaliendelea mengi. Kuna hizo groups ambazo tulipangwa, na kulikuwa na presentation ambazo pia zilikuwa zinaandaliwa kwa kina. Yani unakuja na presentation ambayo inaleta majibu au inaweza ikatupa hizo njia za kwenda kuanzia kutatua tatizo moja kwa moja. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yakiendelea kama alivyosema Minister Barnaba, hiyo pia ilileta alama. Kuna hiyo problem analysis ambayo ilifanyika. Sasa at the time nilikuwa ni mwanafunzi, na kuna namna nilikuwa ninasoma, lakini matokeo yalikuwa sio yale ambayo nilikuwa nayatazamia. So kutokea pale na mimi nilienda nikakaa sasa, kutokea kwenye hiyo problem analysis ambayo tulifundishwa, nikaanza kujianalyze kwa nini ninapata ufaulu huu, na nikaanza kuangalia vipengele vingi, na hiyo pia imenisaidia. Nimewasaidia wanafunzi wenzangu kuinua ufaulu wao, kwamba unakuta mtu unasoma lakini unapata matokeo ambayo huyatarajia au ambayo hukuyataka. So wakati mwingine na washauri, na unakuja tunachambua tatizo kuanzia kwenye kiini, kuanzia kwenye shina la tatizo, kwamba unamuuliza mtu kwa nini unapata alama hizi. Tunaanza kuchambua ni sababu gani ambazo zinamfanya apate hizo alama. Utakuja kugundua kwamba atakwambia labda hasomi. Kwa nini hasomi? Atakwambia labda anakuwa most of time anakuwa out of mood. Unamuuliza nini kinapelekea hiyo. Kwa hiyo kwa huo uchambuzi unakuja kugundua tatizo, kwa nini anapata alama hizi. Unakuja kugundua ni tatizo limetokea mbali, na kwa kudili na hilo tatizo unakuwa umedili na mzizi mzima, na ufaulu unapanda. Kwa hiyo ilikuwa ni experience nzuri sana. Wow. Asante sana. Unajua kwenye ulimwengu wa sasa kitu ambacho kimeendelea kuclick sana kwenye akili yangu ni kwamba watu wengi hatupendi kufikiri. Yani ni wavivu wa kufanya analysis, ni wavivu wa kufanya uchambuzi. Tunataka tudili na vitu juu juu. Yani mengi tunataka yawe ni quick fix, kwamba bwana sina hela, no, nitaenda kuazima hela. Lakini ukiazima hela, hiyo fedha itaisha, utakuwa tena na uhitaji tena. Utakuwa kwenye uhitaji na uhitaji na uhitaji. Lakini kwa hiyo kwenye hizi executive inatupa kukaa chini na kufikiri na kujua kiini cha tatizo, which ambacho nimejifunza. Okay. Kutokea hicho ambacho nakisema kwamba uvivu wa kufikiri na kuona tatizo linaliendeaje. Sasa nitazungumzia ambacho nilijifunza na kabla ilikuwaje. Sasa mimi binafsi nilijifunza sana kwenye nafasi ya kimalezi kwenye familia. Binafsi nimelelewa kwenye familia ambayo kuna changamoto. Nianza tu nikasema mama au baba, mjomba, sina kiasi fulani cha fedha. Unapatiwa? Au subiri siku 3, subiri siku 4 tutakutumia. Siku imefika umetumiwa. Mchakato wa namna gani inapatikana fedha haujui inakuwaje. Mimi niliingia kwenye executive nikiwa nimeanza kuishi mwenyewe, nimeanza kujitegemea. Hayo maswali yalikuwepo. Unapataje? Wazazi inakuja walipata hela? Hapo unakuta kodi imekaribia.
lakini nikajifunza okay, ni lazima uwe umepanga vitu vyako, umepanga, lakini huwezi ukapanga kama hujakaa chini na kujifanyia tathmini, imekuwaje, umefikia wapi, kwa nini umefika hapo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi ilinipa kuona namna gani tunatafuta matatizo, tunatafuta changamoto zimezaliwa wapi. So hiyo ilinipa nafasi hiyo ya kuona kwa nafasi ya kutokea pale, na ilinisaidia, yani imenisaidia imenisaidia. Wow. Asante sana Mr. Barnaba. Well, sasa okay. Mimi kitu kingine ambacho nilijifunza sana ni kwenye la presentation. Tulikuwa na topics, na moja ya topics ilikuwa ni kwa nini wanaume hawataki sana kujihusisha na mambo ya kanisani. Kwa sababu ndivyo inavyoonekana kwenye na ndivyo ilivyo. Sasa kwa hiyo kuna watu walikaa chini wakatafiti, wakasoma papers, vitabu. Kwa hiyo wakaja pale na majibu, wakaja pale na majibu, na moja ya majibu ilikuwa ni kama vile feminization of the church, ya mfumo kama vile unawafavor sana wanawake, labda programu ambazo zinawavutia wanaume. Kwa hiyo ilikuwa ni eye opening sasa kwamba okay, kama hii ndio shida ambayo inapelekea kwamba wanaume wasijihusishe na mambo ya kanisa. Kwa hiyo ni namna gani kwenye kanisa tunaweza tukafanya tukawaingiza na wanaume kwenye program, na wao wakahusika moja kwa moja na wakaweza kuwa ni kwenye mambo na matukio ya kanisani na ibada na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni kati ya kitu ambacho kinalisaidia kanisa actually, sio tu kanisa letu, lakini na kanisa kwa ilote, kwamba ni kweli tufanyeje tuweze kuondokana na hilo tatizo. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kizuri sana. Well, Mr. Brown, Mr. Brown, ni mara yako ya kwanza kujiandaa kuelekea kwenye executive. Naomba tuambie mchakato na kinachoendelea na nini matarajio yako sasa kuelekea kwenye executive. Karibu. Asante. Mara ya kwanza ninaona tangazo, kwanza nianza kuona tangazo la executive nikiwa mbali, nikiwa niko Mwanza. Nikaona picha baada ya kuwa imeshafanyika, watu wana present, wako kwenye muonekano wa kiofisi, muonekano wa kiheshima, kuna suti, wamependeza. Nikawa curious kutaka kujua ni nini kinafanyika kwenye men's breakfast the executive. Na sasa nimepata nafasi wakati huu kuhusika kwenye mchakato wa maandalizi hayo ya executive. Na imenipa kujiboresha namna ambavyo ninachukulia mambo, ya kwamba sipaswi kuyachukulia kwa juu kama ambavyo umesema, napaswa kuyachukulia kwa undani. Kwanza, ili uweze kutatua jambo ni muhimu kalifahamu vizuri, ukawa na ufahamu nalo wa mapana na kina, uweze kulifahamu vizuri, na kutokea kwenye kulifahamu vizuri sasa ndio unaweza ukajua kiini cha tatizo, na kwa upande wako kama mtu binafsi unaweza ukafanya nini kutatua, na unawezaje ukasaidia pia, kwa sababu anayepitia hiyo changamoto sio wewe peke yako. Na ni moja kati ya vitu ambavyo pia nimekuja kugundua kwamba kwenye the executive hatukutani tu kutatua changamoto zinazotukumba tu sisi peke yetu. Tunakutana kutatua changamoto ambazo zinawakuta na wengine. Na maadamu tutaweza kuzitatua sisi, kuzitumia mbinu ambazo tumezitumia zitusaidie kutatua matatizo yetu, hizo mbinu sasa tuweze kuzitumia kushare na kuweza kutatua matatizo ya watu wengine. Na hiyo inamjenga mtu kuwa kiongozi. Kuwa kiongozi kwa maana ya kwamba kwanza kwenye muonekano, mtu anakuwa na muonekano wa kiuongozi, ule muonekano wa kuona tu kwa macho. Kwa sababu mtu huwezi kusimama mbele za watu, wanaume, jopo la wanaume wakuu, alafu uko tu kikawaida. Kuna namna fulani utakuwa umejiandaa hata kwenye namna unaonekana, muonekano wako. Huo ni muonekano wa kupokelewa.
kwa sababu kama unataka kutatua matatizo ya watu, kama unataka kuleta athari chanya kwenye jamii, ni lazima hiyo jamii ambayo unaiendea iweze kukupokea. Kwa hiyo kwenye the executive mchakato umenipa kugundua kwamba kumbe kuna muonekano wa kupokelewa, muonekano unaokufanya kwamba watu wakikuona tu hivi wanajua tayari jawabu tumelipata, wanajua tayari tuna masuluhisho ya matatizo yetu, wanajua tayari tuna matumaini. Lakini jambo lingine kugundua lugha ya kiuongozi, na mimi naweza nikaita pia lugha ya kupokelewa, lugha ya kueleweka, kwa sababu kikawaida tungetamani tu kujibu kuhusiana na mambo mbalimbali yanayotukumba kirahisi, na kama utajibu kirahisi basi ujue hilo tatizo haliwezi kuondoka pia kirahisi. Kwa hiyo inabidi uweze kuligundua hilo tatizo vizuri na upate namna gani ya kulijibu. Ili unawezaje kupata namna ya kulijibu? Ni kwa kuchimba, kuweza kuingia ndani kwenye undani wake, kwenye chanzo kabisa, kwenye mzizi, kujua mapana, kujua makina marefu yake. Unapata kugundua lugha, na kwa sababu sasa tunakutana jopo, tupo kwenye kundi na wenzangu, unaona namna fulani mtu anavyowasilisha jambo, unajifunza kwamba okay, kumbe nikiwasilisha kwa namna hii linaweza likaeleweka vizuri, likapokelewa vizuri kwa mtiririko, kwa mpangilio. Na hiyo ni lugha ya kupokelewa. Kupokelewa kwa watu ambao unahusika nao, kwamba ni watu ambao unatakiwa utatue matatizo yao, ushirikiane nao, watu ambao unatakiwa ulete athari chanya kwao. Lakini kupokelewa kwenye meza za kimaamuzi, kwa sababu kuna wakati tunahitaji watu wengine wa kusaidiana nao kufanya maamuzi. Kuna wakati tunahitaji mtu aweze kuelewa fikra yako, aweze kuelewa mawazo yako, na huyo mtu ana funguo za kufungulia majawabu. Sasa ili huyo mtu aweze kukupatia hizo funguo, ili uweze kupata hayo majawabu yatakayo kuwanufaisha, ni muhimu ujue namna ya kuzungumza naye, namna ambayo anaweza akakuelewa, namna ambayo anaweza akaona kwamba kweli uko serious na utatuzi. Ile kwamba umeliendea jambo kwa undani inaonyesha kwamba yani ni sawa wanavyosema umevulia nguo maji, tayari umeshayavulia nguo, lazima uyaoge. Kwamba umekubali kuliendea jambo kwa undani, basi hiyo ni ishara mojawapo ya kwamba uko serious, uko makini na umedhamiria kabisa kuhusika kwenye utatuzi wake. Kwa sababu yule mtu ambaye hata kubali kuliendea jambo kwa undani, kulichunguza, kuligundua, ni ishara tu ya kirahisi kwamba huyo mtu hayuko serious kwenye kutatua changamoto au kwenye kuhusika kwenye utatuzi wa changamoto za hilo jambo. Kwa hiyo ile unahusika kwenye mchakato, unakesha, unatafuta wengine wamefanya nini, wengine wamegundua nini, wapi walikwama, sisi tunaweza tukafanya nini. Ile kwamba umeingia hivyo inatoa ujumbe kwa wale watu ambao wanapaswa kupatia funguo, kujua kwamba huyu mtu au hawa watu wako serious kwenye kutatua mambo, wako serious kwenye hili jambo. Na hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa ya watu, kwamba tunaendea mambo kwa urahisi, kwa ujuujuu, hatujui namna ya kuzungumza, hatuna lugha za kupokelewa, na watu ambao tunahusika nao kuwatatulia, na watu ambao tunahusika watusaidie kutatua, hatujui namna ya kuleta hoja mezani na kuzieleza kwa namna ambayo zinaweza zikaeleweka kwa pande zote mbili. Kwa hiyo mimi kwa kipindi cha mchakato kimenipa mafunzo makubwa sana, mafunzo makubwa, na unapata kufahamu sasa tamaduni mbalimbali za watu na mambo mengi ambayo ulihitaji kuyafahamu kama kiongozi, kwa sababu unapokuwa siku zote, yani yoyote ambaye yuko duniani hapa amedhamiriwa kuwa kiongozi. Amedhamiriwa kuwa kiongozi. Kwa hiyo siku zote kuna mambo ambayo unatakiwa uyafahamu, lakini unapokaa tu kwenye relax at your comfort, unaweza usiyafahamu kabisa mpaka unaingia kaburini. Na endapo utakuwa uyafahamu hayo mambo, inawezekana hiyo ndio ikawa ndio chanzo cha kwa nini unapitia hizo changamoto ambazo unapitia. Kwa hiyo moja kati ya solution ni ile kuhusika, ile kwamba tu unahusika kwenye
kutafiti, kwenye kujua nini hasa chanzo cha jambo fulani, nini kinapelekea kitu fulani kutokea. Hiyo tu inakuwa ni solution kwa upande wako. Tayari inakuwa ni solution kwa sababu inakufungua, inakupa maarifa na inaweza ikakufanya ukaishi. Kwa hiyo mimi nina matarajio makubwa sana kwenye the executive. Sijawahi kuhudhuria, lakini maadamu ni usiko kwenye mchakato na wakati nawasikiliza jinsi mnavyowasilisha, nakuwa natengeneza picha fulani kubwa sana. Kubwa. Kwamba nitapata vitu vikubwa ambavyo vitasaidia vizazi, sio vya kusaidia tu watu wa pale ambapo tutakuwa tumekutana. Tutasaidia vizazi na vizazi, na ni jambo zuri ya kwamba watu wanaandaliwa, wanafunzwa namna gani ya kutatua changamoto, namna gani ya kuhusika, namna gani ya kuonekana, kutokezea mbele za watu, namna gani ya kuwa na lugha ya kuwasilisha mambo. Kuna wakati mwingine unaweza kukataliwa tu kwa sababu lugha imekuponza. Yeah. Wow. Hayo ni mambo mengi sana umeyazungumza na makubwa. Yeah. Kitu kingine ambacho mimi kilinishangaza Barnaba ni mtu akiwa na present pale, watu wanaandika, alafu wanaandika maswali ambayo lazima uonyeshe hicho ulichokizungumza kweli unakifahamu kwa undani. Unaona? Yani lazima uonyeshe kwamba kweli umetafiti na umesoma na umeelewa. Kwa unachokuja kutuambia ni kitu ambacho kimehakikishwa. Kwa hiyo kitu ambacho umekisema Mr. Brown ni kwamba hakuna majibu mepesi. Yani lazima uwe na majibu ambayo tutaridhika nayo kwa kile ambacho umekisema. Na ili uwe na majibu hayo ni lazima uwe umesoma, umetafiti na umejiandaa. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Well, Barnaba, na jambo lolote la kumkaribisha na kumpa mwanaume ambaye anatutazama, ile ambaye anatamani kufika, jambo lolote ambalo labda hatujalizungumza ambalo unatamani kumwambia? Kwa kumalizia, alafu nije nimalizie kumkaribisha. Moja ya kitu ambacho sababu nilikuwa miongoni mwa watu ambao tunawasilisha. Kwa watu ambao unawasilisha, sio watu wepesi kwa lugha nyepesi, au sio watu ambao wanajua mambo, yani watu wepesi. Kwa hiyo hilo ni eneo pia ambalo mara hii tena wakati tunajiandaa kuwasilisha, lilikuwa ni jambo ambalo lipo kichwani kwamba inabidi niwe nimejiandaa vizuri zaidi ya mwaka jana, kwa sababu watu ambao naenda kuwasilisha wanauelewa mpana. Kwa hiyo ni jambo ambalo wakati wote wa kujiandaa nilikuwa lipo kichwani. Kwa mtu ambaye anatusikiliza na kutuona sahi, mwanaume, kwa sababu ni kwa ajili ya wanaume, ni kukaribishe. Na ukweli ni kwamba kuna kitu ambacho utakipokea na kitakugeuza namna yako ambayo unafikiria na kuona mambo. Inawezekana ni muonekano, inawezekana ni mchakato wa mambo ambavyo unaendelea, inawezekana ni mada ambazo zinawasilishwa. Kwa hiyo uhakika ni kwamba hakuna kuja kwako hakutakuwa umekuja bure na ukarudi bure. Kuna mahali ambapo utasogezwa, na ni kwenye eneo lolote la maisha. Inawezekana ikawa familia, uchumi, biashara, kwenye utumishi, kwa sababu tunazungumza mambo ambayo yanatukuta wanaume kwa nafasi yoyote. Mimi nilikuwa nimeanza kujitegemea kwa miezi michache. Ndugu yangu yeye alikuwa ni mwanafunzi. Kwa kila mmoja anapokea tafsiri kulingana na eneo na nini ambacho anaona. Hicho ndio ambacho ninakuhakikishia. Kwa ambacho naweza kusema ni kwamba ukija, njoo kama ulivyo, lakini uhakika ni kwamba utatoka kama ulivyo. Asante. Asante sana. Wow, kwa hiyo imekuwa ni wakati mzuri ambao
angalau tumeweza kuzungumza kwa ufupi yale ambayo tunayapitia na tumeyaona na tumeyashika, lakini hasa ni kuona kabisa ya kwamba kitu ambacho tunakifanya ni kitu ambacho kinaacha alama, na hivi vyote viko ndani ya moyo wa baba yetu mchungaji James Kalekwa. Yeye ndiye ambaye anatuandaa kuwa vile ambavyo anatuona huko mbeleni. Ni kiongozi na anatuandaa kuwa viongozi wanaume, kwa sababu mwanaume yote ameandaliwa kuwa kiongozi. Anakusudiwa kuongoza, anakusudiwa kuleta majawabu kwenye familia, kwenye jamii, kwenye maeneo yote. Kwa hiyo moyo wa baba yetu ndio uko kwa namna hiyo, na ndio maana amestructure program hii na kwa mtindo huu ili tuweze kufanya simulation ya kule ambako tunaelekea. Kwa hiyo kipekee tena tunamshukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu mchungaji James Kalekwa kwa kuwazia wanaume namna hii. Yeye amekuwa ni mwanaume wa mfano na ni kiongozi, na kuna vitu vingi tunajifunza moja kwa moja kutokea kwake, lakini ametuandaa platform ya namna hii kwa ajili ya kutunoa zaidi na kutujenga, na ni kweli kwamba maisha yetu yanabadilika hatua kwa hatua. Kwa hiyo tunataka kumshukuru Mungu kwa ajili yake, lakini na wewe ambaye unatamani kuwepo, karibu sana. Detail nyingine zote zinapatikana kwenye tangazo ambalo litatokea baada ya mazungumzo haya. Karibu, tutafurahi kuwa na wewe. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen. Asante sana.